بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanadamu hawajapatapo kuhusiana jambo lilokuwa bora kama jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi napenda kuchukua fursa hii kuwahusia ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa. Leo tukiwa katika mwezi 10 Muharram mwaka 1448 Hijria, ni masiku 10 tu tangu kuingia kwa mwaka mpya wa Kiislamu, na leo tukiwa tupo siku ya 10 ya Ashura. Kuna matukio mengi sana katika historia ambayo imetokea katika siku kama ya leo. Ndugu zangu Waislamu, hotuba yangu ya leo nakusudia kuelezea tarehe mwaka mpya wa Kiislamu tulioingia ndani yake na matukio yaliyotokea katika mwaka mpya wa Kiislamu na nini cha kufanya sisi kama Waislamu pale ambapo unapokuwa umeingia mwaka mpya wa Kiislamu. Khutba yangu itaongozwa na aya iliyokuwepo katika sura Al-Ra'd, aya 11. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema: inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala habadilishi hali za watu walizokuwa nazo, habadilishi mifumo ya maisha ya watu waliokuwa nayo mpaka pale ambapo wao wenyewe wanadamu watakapoamua kubadilisha hali zao, na ndio Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilisha. Aya hii ndio itaongoza hotuba yetu ya leo juu ya mabadiliko ya mwanadamu kifikra, juu ya mabadiliko ya mwanadamu kimaisha, juu ya mabadiliko ya mwanadamu kielimu, juu ya mabadiliko ya mwanadamu kimaendeleo. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishi hali za watu walizokuwa nazo
mpaka kwanza wale watu waamue wenyewe kubadilisha yale yaliyokuwa katika nafsi zao. Ndugu zangu, kalenda ya Kiislamu ukiisoma, ikiwa tayari tupo katika mwaka 1448, kalenda yetu inaitwa ni kalenda ya Hijria. Ni kalenda ambayo ilianza kuhesabika tangu kuhama kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Duniani kuna kalenda nyingi sana, na kalenda ambayo tumeizoea sisi ni kalenda ambayo tunahesabu ile January up to December. Ile kalenda inaitwa Gregorian calendar. Zamani ilikuwa inaitwa Julian calendar, baadaye ikaja ikabadilishwa ikawa inaitwa Gregorian calendar. Asili yake kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Pope Gregorian the 16th, ambaye yeye ndio alikuja kuibadilisha kalenda ile January up to December kutoka kuwa Julian calendar kuwa Gregorian calendar. Ni kalenda inaitwa ni kalenda ya miladia. Kwa hiyo kuna kalenda nyingi duniani ikiwemo kalenda ya miladia ambayo tunahesabu mwezi Januari mpaka Disemba, kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12. Lakini ukienda katika nchi ya China, na wenyewe wana mwaka wao au wana kalenda yao. Ukienda kwa watu wa maeneo ya Persian, ukienda maeneo ya Iran, na wenyewe wana kalenda yao. Ukienda Ethiopia, na wenyewe wana kalenda yao. Ukienda kwa Mabudha wana kalenda yao, Wahindu wana kalenda yao. Lakini Waislamu tuna kalenda yetu inayoitwa Hijria, ambayo tunapozungumza hivi sasa ni mwaka 1448. Ndugu zangu, kalenda hii imebeba maana kubwa sana. Neno Hijria limetokana na neno hijra. Maana yake ni kuhama kwa mtume kutoka Makka kuelekea katika mji wa Madina. Historia inaonyesha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuondoka katika mji wa Makka kwa kupenda. Aliondoka katika mji wa Makka kwa mikakati na mipango maalumu ya makafiri waliokuwa wameipanga kwa lengo la kumuua. Historia inasema wale Makuraish walijikusanya katika sehemu panaitwa Darun Nadwa. Kuna sehemu pale Makka kama bunge ama kama nyumba maalum. Nyumba ile Makuraishi walikuwa wanakusanyika kwa ajili ya mijadala mbalimbali. Waliweka mpango katika nyumba ile kwa lengo la kutaka kumuua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na malengo yalikuwa ni matatu. Lengo la kwanza ilikuwa ni kumuondosha, ni kumfukuza mtume katika mji wa Makka. Lengo la pili lilikuwa ni kumfunga mtume akae jela. Lengo la tatu lilikuwa ni kumuua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na haya anayathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Katika malengo haya matatu Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anaelezea lengo ambalo makafiri wale ambao walikubaliana ni lengo la kumuua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakati wanapanga mipango hii, Mwenyezi Mungu anasema wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Wanapanga mipango, lakini Allah subhanahu wa ta'ala na yeye anapanga mipango yake, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mbora wa mipango. Wakati Makuraishi wanapanga mpango wa kumuua mtume, Allah subhanahu wa ta'ala akamleta Jibril alayhi salam, akamletea ujumbe Muhammad kwamba ahame kutoka kwenye mji wa Makka aelekee katika mji wa Madina. Mtume akaondoka pale Makka hali ya kuwa hapendi, na kila mmoja anajua mji ambao umezaliwa, mji ambao umekulia ndani yake, mji ambao maisha yako yameumo ndani yake. Leo watokee watu wanakufukuza, leo watokee watu wanakuondosha, kwa hakika hakuna mwanadamu ambaye atapenda. Mtume kamlazimu ahame, aondoke usiku, akimbie yeye na rafiki yake kuelekea katika mji wa Madina. Stori ni ndefu sana, lakini Mtume Muhammad akaondoka na aliyakuwa analia
na Mwenyezi Mungu akaja akamthibitishia akamwambia, la uqsimu bihadha albalad wa anta hillu bihadha albalad, na apa katika mji huu wa Makkah al-Mukarrama, na kwa hakika wewe Muhammad ndiye mkazi halisi wa mji huu, kwamba nenda katika mji wa Madina, lakini siku moja utakuja kufanikiwa kurudi katika mji wa Makkah. Mtume akaondoka katika mji wa Makkah akaelekea katika mji wa Madina. Ndugu zangu Waislamu, kabla ya mtume kuhamia katika mji wa Madina, mtume alimtuma sahaba aliyekuwa anaitwa Mus'ab ibn Umair. Alikuwa ndio sahaba wa mwanzo kutumwa na mtume kuelekea katika mji wa Madina kupeleka habari za Uislamu. Na Mus'ab alipofika katika mji wa Madina, alipokelewa na sahaba mwingine ambaye alikuwa ni mwenyeji wa Madina, alikuwa akiitwa As'ad ibn Zurara. Mus'ab ibn Umair alikuwa na miaka 27 na As'ad ibn Zurara aliyempokea Mus'ab kutoka Makkah katika mji wa Madina alikuwa na miaka 17. Vijana hao wawili, mmoja kutoka Makkah, mmoja kutoka Madina, walifanya kazi katika mji wa Madina kueneza Uislamu. Wakati mtume anatoka Makkah kuhamia Madina, alikuta Waislamu 400 katika mji wa Madina wameshaingia katika Uislamu. Kazi ya kuwaingiza Waislamu 400 ilifanywa na As'ad ibn Zurara pamoja na Mus'ab bin Umair. Wakati mtume anaingia katika mji wa Madina, wale watu wa Madina walikubali kumpokea bwana mtume Muhammad, walikubali kumuhami bwana mtume Muhammad, walikubali kutoa vya kwao kwa ajili ya kuwapa ndugu zao waliohama na mtume kutoka Makkah kuhamia katika mji wa Madina. Mwenyezi Mungu anasema, yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mwenyezi Mungu anasema wale watu wa Madina waliwapenda ndugu zao waliotoka Makkah, bali sio mapenzi tu, ilifika tu hami katika mji wa Madina, bali waliokubali kutoa mali zao na nafsi zao kwa ajili ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, katika mji wa Madina, vita ya kwanza Waislamu wanapigana ilikuwa ni vita ya Badr. Mwaka wa pili Hijria, Waislamu wanapigana vita ya Badr wakiwa 314, tarehe inasema hivyo. Wanakwenda kupigana vita vya Badr na Makuraishi na makafiri wakiwa 900, riwaya nyingine inasema 1200, Waislamu wakiwa ni wachache sana. Na Mwenyezi Mungu anasema, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adilla, hakika tuliwanusuru nyinyi Waislamu katika vita ya Badri hali ya kuwa nyinyi mlikuwa ni wachache, ni wanyonge, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kuwanusuru. Ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kuwapa ushindi Waislamu katika vita ya Badri? Ni kwa sababu Waislamu walipendana kikweli, ni kwa sababu Waislamu walikuwa na ikhlas ya kweli katika nafsi zao, ni kwa sababu Waislamu walikuwa na imani ya kweli, na Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ushindi dhidi ya wale makafiri waliokuwa wengi. Na Mwenyezi Mungu anasema, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah, kuna makundi mangapi madogo yaliweza kupata ushindi dhidi ya makundi makubwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Waislamu wa Madina wakishirikiana na ndugu zao wa Makkah waliohama kuhamia Madina waliweza kupata ushindi katika vita ya Badri, ni kwa sababu walikubali kuungana, lao likawa ni moja. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipohamia katika mji wa Madina, yako baadhi ya mambo aliyoyafanya katika mji wa Madina. Historia inasema, jambo la kwanza, bana masjidahu sharif. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alijenga msikiti ambao ndio ulikuwa msikiti wake wa mwanzo katika mji wa Madina, ukiacha Masjid Quba. Masjid Nabawi ikajengwa katika mji wa Madina. Jambo la pili, wanawachuoni wa tarehe wanasema, akha baina almuhajirin wal ansar. Baada ya mtume kujenga msikiti, jambo la pili akawaunganisha udugu
muhajirina na wao wakawa ni ansar. Jambo la tatu mtume alilofanya, akaenda akatengeneza soko laitwa suku munafa. Ni soko la Waislamu alilijenga bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini mtume aliyafanya haya? Hijra ya mtume inatufundisha vitu vikubwa sana. Mtume alijenga msikiti kwa sababu alijua msikiti ndiyo jamia, ndiyo chuo kikuu ambacho kinaweza kuzalisha wanawachuoni. Mtume alijenga msikiti, alijua msikiti itakuwa ndiyo kimbilio la mafukara, ndiyo kimbilio la maskini, ndiyo kimbilio la wajane, ndiyo kimbilio la mayatima, ndiyo kimbilio la Waislamu. Ndiyo maana jambo la kwanza alijenga msikiti katika mji wa Madina. Jambo la pili, mtume akawaunganisha udugu wale watu wa Makka na wa Madina. Maana yake ni kwamba ili Waislamu waweze kupiga hatua kwenye jambo lao la aina yoyote kwenye maisha yao, ni lazima la kwao liwe moja, ni lazima wakubali kuungana, ni lazima wakubali kushirikiana, ndio Waislamu wataweza kufanikiwa katika jambo lao lolote. Niwapeni siri ndugu zangu Waislamu. Mayahudi, moja ya principle yao wanayoitumia katika kuwatawala Waislamu, kuna kitu kinaitwa divide and rule, farq tasud, wagawe watawale. Ukitaka kumtawala mtu lazima kwanza wagawe wale watu wasiwe na umoja, wasishirikiane, wasipendane. Mtume alilijua hili, ndio maana alifanya kuwaunganisha baina ya muhajirina na ansar. Wale walipoungana wakapendana, lao likawa ni moja. Na ndio maana unaona bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafanikiwa kueneza Uislamu duniani kote baada ya kuwaunganisha Waislamu lao lile moja. Nguvu ile, lau kama Waislamu wangekuwa lao moja dunia ya leo, Waislamu wangekuwa na nguvu duniani. Hakuna dini inaweza kuwa na nguvu zaidi ya Uislamu. Lakini Waislamu walipoacha kanuni hii aloifanya bwana Mtume Muhammad, ndio maana leo mnaona Waislamu wamekuwa ni wanyonge, hawana nguvu, kwa sababu ya divide and rule, farq tasud, wagawe watawale. Jambo la tatu ambalo mtume amelifanya katika mji wa Madina, alijenga soko. Mtume alitengeneza uchumi wa Waislamu ili Uislamu uweze kupiga hatua, ili Waislamu waweze kwenda mbele kimaendeleo. Ni lazima kuwe na maswadiri al-iqtisadia, source of incomes. Lazima kuwe na vyanzo vya mapato vinavyoweza kuupeleka mbele Uislamu, vinavyoweza kumfanya Uislamu afanye ibada yake kwa utulivu. Ni lazima mtu awe na uchumi. Ndio maana mtume alijenga soko katika mji wa Madina. Yani katika Uislamu kuna theory mbili. Kuna kitu kinaitwa iqtisadi kwa maana ya uchumi, na kuna kitu kinaitwa i'tiqadi kwa maana ya imani. Yani uchumi na imani vinaendana mahala pamoja. Usije ukatofautisha na usije ukaachanisha kati ya uchumi na Uislamu. La, Uislamu na Muislamu mwenyewe hawawezi kupiga maendeleo bila ya kuwa na uchumi. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hijra yake anatufundisha, alipoingia Madina alijenga chanzo cha mapato cha Uislamu. Niwakumbushe kitu kimoja, katika soko la Uislamu ndio alikuja kuzalikana bilionea wa Kiislamu ambaye hajapatapo kutokea mwanadamu aliyewahi kuwa na pesa nyingi na utajiri mkubwa kumshinda Abdurrahman bin Auf mpaka leo. Nikisoma kwenye record mbalimbali namuona Elon Musk sasa hivi anaongoza kwamba ana utajiri wa dola trilioni 1. Lakini brothers and sisters, niwaambieni, wanawachuoni wa historia wanatuambia mali ambazo alizokuwa nazo Abdurrahman bin Auf ambaye alikuwa ni mfanyabiashara wa Kiislamu, huyo Elon Musk ambaye leo wanamsema kuwa ni tajiri, hajafikia hata theluthi ya utajiri wa Abdurrahman bin Auf. Ni sahaba aliyehama kutoka Makka akahamia Madina, na alipofika Madina akaenda kufanya biashara sokoni. Mwisho wa siku akawa na utajiri mkubwa. Wanawachuoni wanasema katika vita vya Khandaq au maarufu vita vya Ahzab, Abdurrahman bin Auf alitoa farasi 700 anatoa Abdurrahman bin Auf anampa bwana Mtume Muhammad
Waislamu waende wakapiganie jihad. Farasi mmoja lau kama utamleta kwa thamani ya fedha ya leo, kule Dar es Salaam farasi mmoja anauzwa mpaka milioni 19. Farasi mmoja mpaka milioni 19. Piga milioni 19 mara 700 shilingi ngapi? Anatoa Abdurrahman bin Auf, anampa Bwana Mtume Muhammad. Huyu ni sahaba ambaye alikuwa ni mfanyabiashara. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mtume alijenga soko kwa sababu alijua Uislamu bila ya uchumi hauwezi kwenda. Na niwaambie, ukikosa uchumi kwenye maisha yako, mtu yoyote anaweza kukutawala. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi siku moja aliwahi kusema, man lam yakul bifasihi lam yantiq min aklihi, yule ambaye hawezi kula kutokana na nguvu yake, kutokana na uchumi wake, hawezi kuongea kutokana na akili yake. Ikiwa huwezi kula kutokana na jasho lako na uchumi wako, ikiwa kazi yako ni chawa, kazi yako ni kuombaomba, kazi yako hutaki kujitengenezea vyanzo vya mapato, kwa vyovyote huwezi kuongea kwa akili yako, utaongea kwa mujibu wa yule anayekupa kula. Kwa hiyo ili uweze kuongea kwa fikra yako, ni lazima uwe na uchumi wako. Na ukiwa hauna uchumi, tafsiri yake ni kwamba unakuwa ni mtu wa kwenda kuwasujudia watu. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi aliyesema, at-tajui' yuaddi ila tarkihi, mtu akiwa na njaa, mtu akiwa ombaomba, inampelekea kwenda kuwasujudia watu. Kwa hiyo maana yake Mtume alijua ili Uislamu uwe na nguvu, ni lazima tutengeneze vyanzo vya mapato. Na ndio maana unaona Uislamu ukapata nguvu katika mji wa Madina, ukaweza kuenea katika ulimwengu mzima. Ndugu zangu Waislamu, hijra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ina mafundisho mengi sana ndani yake, lakini tunafundishwa ya kwamba kitendo cha Mtume kutoka Maka kuhamia Madina kinatufundisha baadhi ya nyakati ni lazima tuwe tayari kufanya mabadiliko. Lazima uwe tayari kufanya mabadiliko. Kuna baadhi ya wakati kwenye maisha unaweza ukaona Bukoba mambo hayaendi sawa, unaweza ukaama hapa ukaenda Shinyanga, uenda kule mambo yakawa mazuri. Na inawezekana leo pengine unafanya biashara ya karanga, ukiona biashara ya karanga haiendi sawa, badilika, tafuta biashara ya machungwa. Ndio maana unaona Mtume alipotoka Maka kuhamia Madina aliweza kupata mafanikio. Tunafundishwa ya kwamba inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha hali tulizokuwa nazo mpaka kwanza wenyewe tuamue kubadilisha yaliyokuwa katika fikra zetu. Leo umezaliwa Bukoba, umekulia Bukoba, wewe ukiambiwa ufanye biashara kuuza machungwa hapa, pengine utakuwa uwezi, utakuwa unaona noma kwa jinsi ya vijana, utakuwa unaona aibu, pengine nikiuza machungwa hapa watanionaje, pengine nikiuza karanga pale washikaji zangu nimekuwa nao watanionaje. Lakini ukitoka hapo ukienda Dar es Salaam, machungwa unauza, hakuna anayekujua. Hijra itakusaidia. Lazima Uislamu uwe tayari kubadilisha fikra yako. Kuna baadhi ya wakati mwanadamu anashindwa kufanya mabadiliko kwa sababu ya fikra yake aliyokuwa nayo. Mwingereza mmoja aliwahi kusema, changes comes from inside, not outside. Mabadiliko ya mwanadamu huwa yanaanzia ndani yake. You have to change your mindset. Lazima uwe tayari kukubali kubadilisha fikra yako. Ikiwa utakubali kubadilisha fikra yako, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa msaada wa kuweza kufanikiwa. Kuna baadhi ya watu leo wamezaliwa Bukoba, lakini ukimwambia bwana wewe mbona ufanyi kazi? Mimi mtauni bwana nifanye kazi hapo bwana. Kazi yake atamuomba 500 ile 2000 ili aweze kuishi. Bwana wewe mbona uzi karanga? Mimi nimezaliwa mjini hapa niuze karanga. Watakuja watu kutoka Muleba hapa na mimi siwezi kuuza karanga. Yaani mtu anataka yeye ni mtauni. Lazima uwe tayari kubadilisha fikra yako. Hijra, kuhama kifikra, kuhama sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, kunaweza kumfanya mwanadamu akapata mafanikio kama aliyopata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul, a'udhu billahi minash shaitani rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu ghafurur rahim wal barakatuh fi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad faza al muttaqun. Ndugu na usini kwa mara ya pili pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo tunakumbushana, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha hali zetu mpaka kwanza tuwe tayari kubadilisha fikra zetu. We have to change our mentality. We have to change our mindset. Lazima tuwe tayari kubadilisha fikra zetu na mitazamo yetu, ndio Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kutubadilisha. Mwaka mpya wa Kiislamu 1448 ni lazima kila Muislamu ajitafakari katika nafsi yake na katika maisha yake, ni kwa kiwango gani ameweza kubadilika. Kadri miaka inavyoondoka, tafsiri yake ni kwamba na umri wako ndio unaondoka. Je, unavyoona achievement kwenye malengo yako, je, unaweza kuachieve? Mipango yako ya kimaisha umeweza kuachieve? Mipango yako ya kibiashara, mipango yako ya kiibada umeweza kuachieve? Ni lazima mwanadamu awe anafanya critical self evaluation katika nafsi yake. Lazima awe anakaa anajitafakari katika nafsi yake, hivi mimi miaka inakwenda, mimi nina malengo kadha wa kadha wa kadha, je, nimeweza kuachieve? Kikwazo ni nini? Lazima uwe tayari kufanya hijra. Vijana wenzangu wa Kiislamu, nimalize hotuba yangu tuswali. Vijana wenzangu wa Kiislamu waliomsaidia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mji wa Madina walikuwa ni vijana wa Kiislamu, walikuwa ni vijana wa Kiislamu. Na mtu wa kwanza kuchukua Uislamu kuupeleka Madina alikuwa ni kijana wa Kiislamu, Mus'ab ibn Umair. Unapomzungumzia Mus'ab ibn Umair, ni kijana ambaye nyumbani kwao pale Maka alikuwa ni mtoto wa kishua, yani kwao kulikuwa ni maisha mazuri. Ukimzungumzia mwanamume aliyekuwa handsome, kijana handsome katika mji wa Maka, alikuwa ni Mus'ab ibn Umair. Ukimzungumzia kijana ambaye alikuwa smart, akivaa anapendeza, alikuwa ni Mus'ab ibn Umair. Ukimzungumzia kijana ambaye alikuwa akijipaka manukato yake mita 200 akiwa anakuja, mnajua Mus'ab ibn Umair anakuja huyo kwa harufu ya manukato yake. Alikuwa ni kijana, maisha yake ni mazuri, lakini alikubali kuacha mji wa Makka, akaenda katika mji wa Madina kwa ajili ya kwenda kuupambania Uislamu. Na historia inasema kijana yule alikufa katika vita vya Uhud hali ya kuwa hana chochote. Mtume anakwenda kukuta mwili wake katika vita, anauliza kuna chochote kimebakia kwenye mali yake? Masahaba wanamwambia Mus'ab, kaacha kipande cha shuka kidogo tu. Mtume akamwambia kileteni kipande cha shuka, akakichukua akamfunika. Kile kipande kilikuwa hakimtoshi hata kumfunika mwili mzima, ilikuwa akifunikwa kuanzia kichwani kinaishia kwenye ugogo, akifunikwa miguuni kinaishia kwenye shingo, kichwa kinabakia wazi. Mtume akaamrisha sanda yake ikamilishwe kwa majani, akazikwa hali ya kuwa na kipande cha shuka. Ni kijana wa Kiislamu ambaye alikuwa yupo tayari kuleta impact kwenye Uislamu, alikuwa yupo tayari kutumia ujana wake katika Uislamu. Na alipokwenda Madina alikutana na kijana mwenzie anaitwa As'ad ibn Zurara akiwa na miaka 17. Hawa ndio waliofanya kazi ya kueneza Uislamu. Wewe kijana mwenzangu wa Kiislamu, mimi na wewe tuna impact gani katika Uislamu? We have to change our mindset. Lazima tuwe tayari kubadilisha fikra zetu kwamba tunaleta mchango gani sisi kama vijana wa Kiislamu. Hijra ya Mtume itufundishe kwamba sisi kama vijana tuna wajibu wa kuweza kuleta impact kwenye dini yetu, tuna wajibu wa kuweza kuleta impact kwenye taifa letu. Msiwe vijana wa ovyo. Mwenyezi Mungu anatoa mfano wa vijana ashabul kahfi, anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, wale walikuwa ni vijana wa sawasawa. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, kwa imani yao Mwenyezi Mungu atawapa uongofu. Ukiwa ni kijana kisha ukawa unafanya kazi, kisha ukawa na impact kwenye dini yako, Allah subhanahu wa ta'ala lazima akupe uongofu. Na wallahi niwaambieni vijana wenzangu, dini hii ya Uislamu inategemea vijana.
Lao vijana wa Kiislamu wakishindwa kutekeleza wajibu wao, Uislamu hauwezi kupiga hatua. Na lao vijana wa Kiislamu wakitekeleza wajibu wao, Uislamu unapiga hatua. Hawa wazee tayari dini walipoitoa huko mpaka walipotufikishia hapa wamefanya kazi kubwa. Kuna mwandishi mmoja wa vitabu anaitwa Chinua Achebe, kuna kitabu chake kinaitwa Things Fall Apart. Kwa wale waliosoma shule watakuwa wanakijua. Kuna maneno aliwahi kusema, where are the young suckers that will grow when the old banana tree dies? Iko wapi migomba midogo itakayochipua wakati migomba mizee tayari ishaondoka? Mgomba ukishaukata mkungu wake unakuwa useless. Wazee hawa tayari washaondoka. Maana yake anamaanisha wako wapi vijana watakaokuja kushika kazi ya wazee? Leo kijana umeikuta dini kwa sababu ya wazee wamekuletea dini mikononi. Wewe impact yako ni nini katika Uislamu? Unaleta athari gani katika Uislamu? Siku moja niwakumbusheni kitu katika taifa la Marekani. Mimi huwa nasoma vitabu sana. Katika taifa la Marekani kuna mwandishi mmoja wa vitabu anaitwa Malcolm X. Siku moja alikwenda kuzungumza na vijana katika chuo kikuu cha Philadelphia Marekani. Aliwauliza swali, what is your life's blueprint? Maisha yako wewe kama kijana wa Kimarekani yanaacha alama gani hapa katika taifa la Marekani? Na wewe kama kijana wa Kiislamu, ujana wako unaleta impact gani? Hawa vijana tunaona hijra ya Mtume wameleta impact, Uislamu umepata nguvu. Wewe impact yako ni nini? Au impact yako ndio unashawishiwa uende ukaandamane? Impact yako unashawishiwa ukaharibu nchi yako? Vijana wale waliopita walikuwa ni vijana wa sawasawa. Hawakuwa ni vijana wa kukaa vijiweni na kubeti. Kazi yao kuweka mikeka kwa muhindi, kazi yao kucheza vieta. Mtu anaamini akiweka 500 atapata milioni 5. Hilo jambo impossible, not at all. Hakuna shortcut kwenye maisha. Niwaambieni vijana wenzangu, vijana wenzetu waliopita walikuwa wanafanya kazi. Ndio maana Uislamu ukapiga hatua. Na Mwenyezi Mungu anasema, wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni kazi, pambaneni, Mungu ataona kazi yenu, na mtume ataona kazi yenu, na waumini wataona kazi yenu. Mwenyezi Mungu anapasa pambaneni, fanyeni kazi. Ikiwa ni kijana wa Kiislamu, lazima uwe tayari kupambana kwenye maisha yako, kuhakikisha unaleta athari chanya kwenye nchi yako, unaleta athari chanya kwenye dini yako. Siku ikitokezea umekufa, watu waseme kijana fulani aliacha athari fulani hapa. Leo ikitokezea umekufa kijana wewe, au watu wasema bora amekufa bwana, mabinti zetu mtaani walikuwa hapa waponi kwa ajili yake. Una impact gani wewe kama kijana? Mtu mmoja aliwahi kusema, many people died at 25 and antiburied until they are 75. Kuna watu wengi sana wanakufa wakiwa na miaka 25, wanakuja kuzikwa wakiwa na miaka 75. Tafsiri yake, ukiwa ni kijana alafu ujana wako hauna athari yoyote kwenye nchi, hauna athari yoyote Bukoba, wewe ni kijana upo tu, kazi yako kuharibu nchi, kazi yako kutukana watu, kutukana viongozi, wewe unahesabika umekufa. Ukizeeka, ukija kufa aliyakuwa umezeeka, unahesabika unakwenda kuzikwa Dongo, lakini ulishakufa tangu ukiwa kijana. Maana yake ukiwa kijana lazima ulete impact ya ujana wako. Watu wasema mashaallah, yule kijana ana impact, anafanya kazi, anafanya ibada, anatumikia dini yake, tunamuona msikitini, anajenga nchi yake, anaijenga Bukoba, ana nidhamu, ana maadili. Watu mashaallah, yule kijana. Je, wewe kijana, watu wanaweza wakasema mashaallah kwa tabia yako? Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد امير المؤمنين سيدنا ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن ابي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات